Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji na mjasiriamali wenzangu. Lakini kumbuka usiache kunifollow na kucomment katika channel yangu ya YouTube ili uendelee kupata vitu hivi na mafundisho haya ya kilimo mara kwa mara, uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata hii elimu ambayo ni bora sana, kilimo cha kisasa na kilimo ambacho wewe kitakusaidia wewe kuweza kupata mafanikio ya maisha. Leo tutajifunza namna ya kuiandaa ardhi kabla ya kupanda tembele. Ardhi kwanza lazima iandaliwe. Kwanza lazima uanze kuandaa eneo ambalo tembele unahitaji kulipanda. Na hata hivyo, kabla hiyo eneo hujalipata na kuanza kuliandaa, unapaswa kuwa umefanya harakati zote na taratibu zote za kuweza kupata mbegu za hilo tembele, kwa sababu huwezi ukaandaa eneo la kupanda mche au mmea ikiwa huo mmea wenyewe haujaufanyia kazi au haujaupata. Kwa hiyo ukishakuwa umepata mbegu bora ya tembele, maana kuna mbegu aina nyingi ya tembele, lakini ambayo huwa ni bora sana na inakubalika sokoni muda wote ni hii aina hii. Kwa hiyo hii aina hii ya tembele ni bora sana na ni nzuri zaidi, na ndio pekee ambayo inashika nafasi ya kwanza kwenye ubora katika matembele. Kwa hiyo hakuna mbegu nyingine ambayo huwa ni bora zaidi isipokuwa hii. Lakini zile mbegu ambazo ni ile mbegu ambayo ni nyeupe kabisa, maana ukiangalia vizuri hii kuna damu ya mzee kwa mbali. Kwa hiyo kwenye majani karibu na jani, kwa hiyo kuna rangi ya damu ya mzee kwa mbali, hata yenyewe majani huku chini yanakuwa na rangi ya damu ya mzee. Lakini kuna yale meupe kabisa, unakuta tembele ni jeupe tupu. Hayo huwa sio bora sana, hata sokoni huwa watu hawayapendi sana, na yale hayana msaada. Yale yanatumika kama mboga tu ya kawaida, lakini hayawezi kuongeza chochote ndani ya mwili. Lakini hili ndio tembele ambalo lina uwezo pia kuongeza damu, mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu. Kwa hiyo lazima ufanye harakati za kupata nini? Mbegu kwanza ya tembele, tena mbegu bora, sio ilimadi mbegu bora ya tembele. Utakapokuwa umepata hiyo mbegu bora ya tembele, ndipo utaanza na kufanya process za hilo shamba au eneo ambalo unalotaka kupanda tembele. Tembele wala lihitaji eneo kubwa sana, labda hata kama ukitafuta eneo kubwa unaweza ukaandaa sehemu yako ndogo, maana ndogo tu, isiwe kubwa sana kivile. Katika eneo lako kubwa ambalo lilo uliandaa, unaweza tu ukaandaa eneo kako kadogo. Eneo jingine lote ambalo linalobaki unaweza ukaangalia upandaji wa mazao mengine ambayo kidogo yanaweza akawa yanahitaji nafasi kubwa. Kwa hiyo tembele utaliandalia eneo lako wewe mwenyewe, utapenda sasa uandae hatua 5 kwa 5 au hatua 10 kwa 10 au 20 kwa 20 au 20 kwa 10 au 30 kwa 10 au 30 kwa 20. Kwa hiyo wewe mwenyewe utatafuta namna ya jinsi gani ya kwanza kuliandaa hilo tembele. Kwa hiyo utakapokuwa umeandaa hiyo ardhi vizuri, utakapokuwa umetibua, utakapokuwa umepafyeka, umepaandaa vizuri eneo ambalo unahitaji tembele uweze kuliweka, umepaandaa vizuri, umepasafisha, umepafyeka vizuri, nyasi umezitoa zote, umechoma zile nyasi zimekauka, ukazichoma vizuri. Baada ya hapo sasa, hatua inayofuata unaanza kupalima, unaanza kuilima ardhi. Lazima ardhi uilime, na utakapokuwa umelima, umepalima vizuri, unatakiwa kupaacha hata ndani ya siku kama 3 hivi, siku kama 3, ili zile nyasi ziweze kufa ulizozilima, ile mizizi. Maana unapokuwa unalima hivyo na ilima ardhi, hata yale majani ambayo yaliyokita mizizi chini utakuwa unayalima yanatoka.
Kwa hiyo utakapokuwa umelima vizuri, unaacha baada ya siku kama ngapi, 3, ili ardhi zile ili yale majani ambayo ulioyalima yaweze kufa. Zitakapokuwa yamekufa, yale majani yamekufa vizuri, mpendwa msikilizaji na mjasiriamali mwenzangu, zitakapokuwa yamekufa vizuri, na ndipo utaileta mbegu yako ya tembele, ndipo utaipanda. Lakini upandaji wake, na wala usidhani kwamba mbegu ya tembele labda inapatikana kwenye maduka ya pembejeo. Hapana, mbegu ya tembele inapatikana kwa wale ambao wanaolima tembele. Labda hata kama ukiwa hauna hiyo mbegu, nenda kwa watu ambao wanaojihusisha na uuzaji wa tembele, labda hata huko sokoni unaweza wakaulizia kwamba yale matembele wanatoa wapi. Wakishakuwa wamekuelekeza, nenda kwa huyo mwenye tembele ukapate mbegu kwake. Ukapate mbegu kwake, hiyo mbegu ya tembele. Utakapokuwa umeipata hiyo mbegu ambayo ni bora, ndipo utaileta. Sasa mbegu hii sio kama mbegu ambayo sio kama mbegu zingine kama zile za nyanya, za pilipili hoho, za vitunguu. Hapana, hii mbegu ni kama vile ambavyo tunavyoona majani ya viazi, au sehemu zingine wanapenda kuyaita malanda. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo unavyoona majani ya viazi, jinsi ambavyo wanavyopanda tu viazi, ndivyo hata tembele inapandwa hivyo. Kwa hiyo utakapokuwa umeipata ile mbegu ya tembele, utakuja nayo ikiwa imekatwa hivi, maana huwa inapandwa kwa mche kabisa wa tembele, unapandwa ukiwa mche wa tembele uliokatwa kutoka kwenye shina. Kwa hiyo utakapokuja kupanda, na unapandwa kwa kuliweka shina chini lazima chini ya ardhi, sio kupandia huku juu kwenye kichwa cha tembele. Hapana, bali tunapandia kwenye shina la tembele, ndio unafukia. Inakuwa ile shina inakuwa chini ya ardhi, unaweza kufukia hata lifike mpaka humu, alafu unafukia chini ya ardhi. Utakapokuwa umefikia hivyo sasa, lakini kabla haujafikia, kabla hujaanza kulipanda, lazima sehemu ambayo ulioitibulia, lazima kwanza uanze kumwaga maji. Lazima kwanza upamwagilie maji. Kama labda una keni yako, labda unatumia ndoo, kama jinsi ambavyo mimi natumia ndoo hapa hivi. Kama unatumia ndoo, unaweza ukapamwagilia maji vizuri. Labda kama unatumia water pump wewe mwenyewe, yani kutegemeana na uwezo wako ambao ulionao. Utakapokuwa umepamwagilia vizuri pakarowana, ndipo unakuja kupapanda. Kwa nini unamwagilia maji? Unamwagilia maji ili upate urahisi wa kuweza kupanda tembele, maana tembele lazima udidimize chini ya ardhi ilifikiriwe na udongo ambao ni mbichi. Lakini wakati wa masika, kama ikiwa ni wakati wa masika, hakuna haja hata ya kumwagilia, maana labda unaweza mvua ikawa imenyesha nini, alafu ndo ukawa unaenda kupanda. Kwa hiyo hata haikupi shida jinsi ya kuweza kupanda. Lakini utakapokuwa umepanda, usisahau kuja kumwagilia tu maji, twalashalasha, hata kama ikiwa wakati wa masika, twalashalasha ili kulifanya tembele liweze kufukiwa vizuri na ule udongo, na lizidi kuwa imara. Kwa hiyo utakapokuwa umelipanda vizuri, limekaa vizuri kabisa, umemaliza kulipanda, umemaliza kumwagilia maji, hapo ndipo utakapokuwa unaendelea kupatunza hilo eneo, na tayari hapo utaendelea kulifanyia na huduma zingine. Kwa hiyo ndio hivyo, na kwa namna hiyo ndivyo ambavyo tunavyoandaa eneo la kufanyeje, la kupanda tembele. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu, mimi nilikuwa na hayo kwa siku ya leo. Usiache kunifollow na kulike, pia kusubscribe katika channel yangu ya YouTube ili uwe wa kwanza kupata video za mafundisho ya kilimo. Bye bye.